hapa mjini Nairobi. Kwa hiyo wale ambao wangependa kuhudhuria basi nyote mwakaribishwa. Mzee karibu ni utarudisha chini. Meweka muziki. Muziki. Ile time ilipigwa kuna laga sombi namba ambayo haijasajiliwa. Fika kwa pambu naliambia. Haya ni msafara tu wa aliyekuwa katibu wa IEBC Wafula Chebukati ambao sasa hivi tumeweza kutoka katika chumba cha kuhifadhi maiti cha Lee, na sasa hivi tunaelekea katika kanisa la Sitam ambapo misa ya wafu itafanyika kwa ajili ya kumpa heshima zake za mwisho Wafula Chebukati. Kwa hiyo nitakuwa nakupeleka moja kwa moja ili uweze kujua je, ni kipi ambacho kwa kweli kinafanyika ama ni kipi ambacho kwa kweli kinaendelea ama ni yapi ambayo yatakuwa yanaashiri moja kwa moja kutoka anga hizi za mji wa Nairobi. Kwa hiyo kwa sasa ni kwamba msafara huu utakuwa unaelekezwa moja kwa moja katika kanisa lile la Sitam ili ukiangalia kwamba ni usalama mkubwa ambao umeweza kukita kambi katika barabara hii ili kuweza kudhihirisha wazi kwamba mwenda zake tu bado anapewa heshima zake hata wakati ambapo ameweza kuiaga dunia. Je, mazishi yatafanyika lini? Asante sana kwa kuuliza swali hilo. Ni kwamba mazishi ya mwenda zake yatafanyika tarehe 8 siku ya Jumamosi katika ngazia za magharibi wa Kenya ama kule Western. Kwa hiyo ni kati ya taarifa ambazo nipo nazo kwa sasa na zitakuwa zinakujia moja kwa moja tu kutoka hapa ndani ya TV 97 Nairobi 254. Je, ni kipi ambacho kwa kweli kinaendelea? Ni safi, ni msafara tu walikuwa katibu mkuu wa IEBC mwenda zake Wafula Chebukati, kwamba Chebukati aliweza kuiaga dunia mapema mwaka huu baada ya kuugua kwa muda mrefu. Na kwa wale ambao hawamjui, Chebukati ni miongoni mwa makatibu ambao wamekuwa na msimamo wa aina yake, na ikumbuka kwamba ni miongoni mwa makatibu ambao waliweza kumtangaza Rais William Ruto kuwa ni rais wa 5 wa nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo utakuwa na kujulisha namna mambo yatakavyokwenda. Ukiangalia hapa ni usalama mkubwa zaidi, ni polisi ambao wanazidi kuifungua barabara kwa ajili ya msafara huu ambao ni wa kipekee. Asante sana. Anaenda kanisa gani? Yaani tutakuwa tunaenda moja kwa moja katika kanisa la Sitam ambayo ipo maeneo ya Karen hapa mjini Nairobi. Kwa hiyo wale ambao wangependa kuhudhuria basi nyote mwakaribishwa na familia yake Chebukati. Tuko almost kufika kanisani.
na ni muda huu usio kwa mrefu kutoka sasa tutakuwa tunaingia kanisani. Ukiangalia kwamba ni barabara zimetulia kabisa ange kwa ajili ya msafara huu ambao ni moja kwa moja tu hadi katika kanisa la Sitam hapa jijini Nairobi, maeneo ya Karen ambapo misa ya wafu itakuwa inafanyika. Hao akurekodi kameraman. Pole mzee, pumzika kwa amani. Asante sana kwa wale ambao mnazidi kuangusha comments zenu. Ni anaenda kanisa gani? Kanisa ni Sitam, namna ambavyo nimekusha kukujulisha hapo awali kwamba msafara huu utakuwa unaelekezwa moja kwa moja hadi katika kanisa la Sitam hapa jijini Nairobi, mtaa wa Karen, ambapo misa wafu itafanyika kwa ajili ya mwenda zake ama kwa ajili ya aliyekuwa katibu tu wa IEBC Wafula Wanyonyi Chebukati. Kumbuka kwamba atakuwa na kupeleka moja kwa moja, atakuwa na kusafirisha ili uweze kuelewa kabisa ni kipi ambacho kinazidi kuendelea katika anga hizi, ama ni shughuli ipi ambayo nazidi kukuonyesha katika skrini za kwako. Ukiangalia hapa ni mwili wa kwake ambao upo kwenye hili gari kwa ajili ya kuweza kuingia kwenye misa ya wafu hapa mjini Nairobi. Wengi tu kwenye comment section kule wanasema kwamba rest in peace a legend Wafula Chebukati, na kuna miongoni tu mwa wengi ambao wanazidi kutuma jumbe zao. Kwa hiyo ni nakujulisha kwamba may his soul rest in eternal peace. Asante sana Joel Vyambo kwa kuweza kuwapa ama kuweza kuipa ile familia joto asua katika msimu huu wa baridi, ikumbuka kwamba wakiwa wamempoteza mpendwa wao. Ni shughuli ambayo itakuwa inafanyika hapa katika mji wa Nairobi kwa ajili ya kuweza kumpa heshima za mwisho mwenda zake Wafula Wanyonyi Chebukati ambaye aliweza kudondoka ama aliweza kuiaga dunia baada ya kuugua kwa muda mrefu ama mfupi. Ni msafara tu ambao upo moja kwa moja. Kumbuka kwamba mazishi yatafanyika siku ya Jumamosi katika anga zile za Western. Tumepita katika anga hizi za Karen. Ni wengi tu ambao sasa asante sana kwa Wakenya ambao wameweza kujiunga nasi hapa ndani. Tuko takriban watu 250 hapa ambao wanatutizama. Yote 9 kwamba tuko kwenye msafara wa kwake mwenda zake Wafula Wanyonyi Chebukati ambaye pia alikuwa ni katibu mkuu wa IEBC. Gari zinaondoka mbio sana, na samahani sana kwa wale ambao wanahisi kwamba hawapati picha kamili. Licha ya hayo ni kwamba mbio ambao napelekwa hapa ni mbio ya hali ya juu, na namna ambavyo nimeketi, namna ambavyo kwa kweli wakati wote kutoka sasa pia mimi huenda nikaanguka kama nikadondoka ajili ya kuweza kujulisha na kukuletea taarifa hizi ambazo zinakukujia moja kwa moja kutoka TV 97 na Nairobi 254 TV hapa nchini Kenya.
Tukienda kusubiri